كان بلال بن رباح رضي الله عنه مملوكا لأمية بن خلف الجمحي. كان بلال بن رباح alikuwa sahaba Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu mamlukan, alikuwa ni mtumwa anayemilikiwa li Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Mamlukan, alikuwa ni mtumwa mwenye kumilikiwa li Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Wa huyu bwana akiitwa Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi alikuwa ndio bwana anayemmiliki Bilal ibn Rabah al-Habashi. Sahaba huyu mwenye asili ya nchi Ethiopia, Uhabeshi huko, Ethiopia na viunga vyake. Fakana Umayyah yaj'alu fi unuqihi hablan, na akawa huyu Umayyah ibn Khalaf mtu wadui sana huyu wa Uislamu, alikuwa kafanya uadui mkubwa kwa Mtume alayhi salatu wassalam na kwa masahaba. Huyu ana historia mbaya sana ya kufanyia uadui Uislamu. Fakana Umayyah yaj'alu fi unuqihi hablan, na akawa Umayyah anaweka katika shingo yake Bilali kamba. Wayadfa'uhu ila sibyani, na anamkokota yeye. Wayadfa'uhu ay yajurruhu, na anamkokota yeye ila sibyani, kumpeleka kwa watoto. Anamfanya kama toi vile. Yal'abuna bihi, wanamchezea hao watoto Bilali. Yal'abuna bihi, wanamchezea yeye hao watoto, wakimchezea Bilali. Wengine wakampiga mawe, hao wakimfinya, hao wakimvuta, hali ya kuwa amefungwa kamba radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa yaqul, na hali ya kuwa yeye anasema, yani Bilal, ahadun, ni Allah peke yake, ni Allah peke yake. Bali Sheikh anasema, wa kana yakhruju bihi fi waqti adh-dhahira, na alikuwa anatoka naye huyo Bilali fi waqti adh-dhahira, katika wakati wa jua kali, jua likiwa katikati ya mbingu, ndio wakati adh-dhahira, kabla halijapondoka, liko katikati pale, jua kali kabisa. Wa kana yakhruju bihi fi waqti adh-dhahira, na alikuwa anatoka naye katika wakati wa jua kali. Fayatrahuhu ala dhahrihi, na anamtupa ardhini juu ya mgongo wake. Fi ramdai, katika ardhi ya changarawe. Fayatrahuhu ala dhahrihi, na anamtupa kwa juu ya mgongo wake. Fi ramdai, katika changarawe. Ataelezea hiyo ramda, anasema wa hiya ramlu, ar-ramda nazo ni changarawe. Au al-hajaru shadidu al-harara, au jiwe lenye moto mkali, jiwe ambalo limepigwa na jua likapata moto wa kisawasawa. Sasa mawe kama haya yanakuwa yamekusanyika, anakwenda kumlaza hapo sahaba huyu mtukufu, muadhini wa Mtume alayhi salam, Bilal ibn Rabah. Thumma ya'muru bis-sakhra, kisha anaagiza jiwe kubwa. Amelisifia hapo mbele, lakini as-sakhra asili yake ni jiwe kubwa. Thumma ya'muru bis-sakhrati al-'azima, kisha anaagiza, anatoa amri liletwe jiwe kubwa. Ashamlaza kwa mgongo wake, sasa anaagiza liletwe jiwe. Sasa fatudha'u ala sadrihi, na linawekwa hilo jiwe juu ya kifua chake. Chini pana changarawe za moto, na wamemtoa nguo zake, wanamlaza kwa mgongo wake, na linaletwa jiwe kubwa, anawekewa juu ya kifua chake, hawezi hata kujitikisa. Thumma yaqul, kisha anasema,
Umayya akimwambia Bilal, la tazalu hakadha hatta tamuta au takfura bi Muhammadin, utaendelea kubakia hivi hivi, utakaa hapa juani, hatta tamuta, mpaka ufe wewe, au takfura bi Muhammadin, au mkufuru Muhammad, uachane na dini ya Kiislamu. Mtumwa wake yeye ni mwenye kummiliki, anamfanya atakavyo. Au takfura bi Muhammadin, au kamkufuru Muhammad, wa ta'bud al-Lata wal-Uzza, na ukamwabudu Lata na Uzza. Lakini Bilali, angalia salaba hii ya waislamu wa mwanzo, fayaqul ahadun, ni yeye Allah peke yake, ni Allah peke yake. Wakati wengine unatafakari, unasema kwamba je, sisi tungeweza kustahamili kwa kiwango hiki na tukabaki na Uislamu? Allah aliwachagua waja wake maalum kuibeba dini hii. Katika hali hii ya kuadhibiwa, anasema wa marra bihi Abu Bakr radhiyallahu anhu yawman, na akapita kwake Bilali wakati anaadhibiwa. Sahaba Abu Bakr radhiyallahu anhu siku moja, yawman. Wa marra bihi Abu Bakr radhiyallahu anhu yawman, na akapita kwake yeye Abu Bakr radhiyallahu anhu siku moja. Wa huwa yu'adhabu, na hali ya kuwa Bilali anaadhibiwa. Fashtarahu, Abu Bakari akamnunua yeye, akamnunua Bilal. Wa a'taqahu lillah, na akamwacha huru kwa ajili ya Allah. Akamwambia Umayya, si mtumwa wako huyu, basi namnunua mimi. Akataja thamani anayoitaka, Abu Bakari akatoa akampa, kisha akamwacha Bilal huru. Taawun baina almuslimin wa ukhuwa as-sadiqa baina ahli al-iman, kusaidiana baina ya waislamu na udugu wa kweli huu ambao unapita baina ya waumini. Almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, si ndio? Kadhalika Mtume anasema mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Waumini bwana ni kama mwili mmoja, kiungo kimoja katika mwili kikiugua, basi viungo vyote vya mwili vinapashana habari. Kwa kupata homa kali na kukesha, hulali kwa sababu tu ya kidole, unaweza usilale. Basi ushirikiano wa mwili ndivyo walivyo waumini kwenye kupendana kwao na kuhurumiana kwao. Mfano ni hili ambalo tunalisoma hapa. Abu Bakari hakuweza kuvumilia namna ndugu yake Muislamu anavoteswa, hata kama ni mtumwa Muhabeshi, akamnunua na kumwacha huru. وكان عامر بن فهيرة يعذب حتى يفقد وعيه. Sheikh ameingia kumtaja mwingine katika masahaba wa mwanzo kabisa kuslimu. وكان عامر بن فهيرة, na alikuwa Amir ibn Fuhairata, sahaba mtukufu huyu, yuadhabu, anaadhibiwa, hatta yafqida wa'yahu, mpaka anapoteza ufahamu wake, pata adhabu mpaka fahamu zinaruka. Wala yadri ma yaqul, na anakuwa hajui kile ambacho wanakisema kwa sababu ya adhabu. Wa'udhiba Abu Fukaihata wasmuhu Aflahu, na aliyadhibiwa as-sahabiyul jalil Abu Fukaiha, wasmuhu Aflahu, na jina lake ni Aflahu. Qila kana min al-Azdi, pamesemwa alikuwa huyu Abu Fukaiha ni katika kabila la al-Azdi. Al-Azdi anatokana na kabila la al-Azdi. Qila kana min al-Azdi, pamesemwa alikuwa huyu Aflahu Abu Fukaihata ni katika kabila la al-Azdi. Wa kana maula li bani Abdiddar
na alikuwa Abu Fukaiha ni mtumwa aliyewachwa huru wa ukoo wa Bani Abdiddar. Sasa alipata misukosuko mikubwa wakati wake akiwa utumwani. Fakanu yukhrijunahu, na walikuwa hao Bani Abdiddar wanamtoa huyu Abu Fukaiha fi nisfi nahari fi harrin shadidin, katika nusu ya mchana, kwa maana katikati ya mchana, katika joto kali, katika jua kali. Wa fi rijlihi qaidun, na wa fi rijlaihi, naam, wa fi rijlaihi qaidun, na katika miguu yake miwili pana pingu kafungwa pale, pana kifungo kafungwa, min hadidin, itokanayo na hadid, itokanayo na chuma. Na katika miguu yake miwili pana kifungo pale, katiwa pingu, min hadidin, itokanayo na chuma. Anasema ukatili wao watu hawa, fayujarridunahu min athiyabi, na wanamvua yeye, wanamtoa yeye nguo zake. Fayujarridunahu min athiyabi, na wanamvua yeye nguo zake, wanamwacha utupu. Anasema wayabtahunahu fi ramdha, na wanamtupa kwa uso wake katika wayabtahuna ay yulqunahu ala wajhihi, wanamtupa kwa uso wake, analalia uso hivi. Wayabtahunahu fi ramdha'i, na wanamtupa kwa uso wake katika changarawe, anakuwa amelalia tumbo na uso hivi. Thumma yad'una ala dhahrihi sakhratan, kisha wanaweka juu ya mgongo wake jiwe kubwa, hatta la yataharraka, mpaka asijitikise, ikawa hawezi kufanya lolote. Fakana yabqa kadhalik hatta la yaqila, akawa anabakia hivyo mpaka pale ambapo inamtoka akili. Hatta la yaqil, mpaka anapokuwa hana akili yoyote, yani anakaa hivyo mpaka anapoteza ufahamu. Fakana yabqa kadhalika hatta la yaqila, na alikuwa anabakia hivyo amelazwa kifudifudi na jiwe kubwa limewekwa mgongoni, anabakia hapo mpaka anapopoteza akili yake. Falam yazal yu'adhabu kadhalika hatta hajara ila al-Habasha al-hijrah ath-thaniya. Falam yazal yu'adhabu kadhalika, hakuacha kuendelea kuadhibiwa kama hivyo, hatta hajara ila al-Habasha al-hijrah ath-thaniya, mpaka alipokuja kuhama kukimbilia Uhabeshi huko katika ile hijra ya pili, ukiacha ile ya kwanza ile. Tutakuja kuyasoma mambo hayo pia. Wakanu marratan qad rabatu rijlaihi bihablin thumma jarruhu wa alqahu fi ar-ramdha. Wakanu marratan, na walifanya wakati fulani. Wakanu marratan, na walikuwa katika wakati fulani. Qad rabatu rijlaihi bihablin, wameifunga miguu yake miwili kwa kamba. Thumma jarruhu, kisha wakamburuta. Wa alqawhu fi ramdha'i, na wakamtupa katika changarawe. Wa khanaquhu, na wakamnyonga, tia kabali, wakamnyonga. Wa khanaquhu, na wakamnyonga. Hatta dhannu annahu qad mat, mpaka wakadhani kwamba hakika yeye amekufa. Famarra bihi Abu Bakrin, akapita kwake yeye Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Fashtarahu, akamnunua tena, akamnunua sahaba huyu wa pili, Abu Fukaiha Aflah radhiyallahu ta'ala anhu, akamnunua. Wa a'taqahu lillah,
na akamwacha huru kwa ajili ya Allah. Abu Bakar, hii ndio katika sifa zake, mali yake ilikuwa imesalitiwa katika mambo ya khairat. وكان خباب بن الأرت ممن سبي في الجاهلية, na alikuwa Khabbab ibn al-Arat ni miongoni mwa waliotekwa katika zama za jahiliya, katika vile vita vya Waarabu wakipigana wenyewe kwa wenyewe baina ya makabila. Moja katika vita vyao alipatikana Khabbab ibn al-Arat kama mateka, akaletwa Makka. Wakana Khabbab ibn al-Arat, na alikuwa Khabbab ibn al-Arat mimman subiya, ni miongoni mwa wale ambao walitekwa fil jahiliya, katika zama za jahiliya kwenye vile vita vyao. Anasema fashtarahu ummu Anmara bintu Siba'in al-Khuzaiya, na akamnunua Khabbab mwanamke aitwaye ummu Anmara bintu Siba'in al-Khuzaiya. Ummu Anmar binti wa Sibai al-Khuzaiya, atokanaye mwanamke huyu na kabila la Khuzaa. Wa kana haddadan, na alikuwa Khabbab ni muhunzi, alikuwa ni muhunzi wa vyuma. Wa kana ay Khabbab, na alikuwa Khabbab haddadan, ni muhunzi wa vyuma. Falamma aslama, na pindi aliposilimu huyu mwanamke akajua kwamba Khabbab mtumwa wake kasilimu, adhabatuhu maulatuhu binnar, alimuadhibu yeye yule bwana wake Sayyida, kwa maana bwana hapo ni mwanamke, ni huyu ummu nani? Ummu Anmara. Adhabatuhu maulatuhu, alimuadhibu yeye yule mwanamke ambaye ndiyo Sayyida, sasa ndiyo bwana wa mtumwa huyu. Binnari, alimuadhibu kwa moto. Wa kanat ta'ti bil hadidatin almuhmati, na alikuwa mwanamke huyu anakuja na chuma kilicho pashwa moto, kikakoa vizuri moto. Fataj'aluha ala dhahrihi, na anakiweka kile chuma juu ya mgongo wake. Natia chuma katika moto, kikishakuwa chekundu kabisa, anakuja na kibandika kile chuma katika mgongo wa Khabbab. Ndio Khabbab ibn al-Arat, namna taadhibu ilivyokuwa kubwa katika wakati wao. Alimfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama wanavyoeleza ulama, akiwa na makovu. Akamkuta Mtume alayhi salatu wassalam mutawassidun burdatan lahu fi dhilli al-Ka'ba, ametandika shuka lake akiwa amejilaza katika kivuli cha Kaaba. Faqala Khabbab, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, ewe Mtume wa Allah, hutuombei dua sisi tunavyoadhibiwa, hutuombei nusra. Walienda kumshtakia Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alichokifanya, aliwapa tathbiti, akawapa mfano, akiwaambia kana fi man kana qablakum yu'ta birrajuli. Tumenawapa mfano, anasema pamepita hali kwa watu waliokuwa kabla yenu, wafuasi wa manabii. Yu'ta birrajuli, analetwa mtu, fayuhfaru lahu hufra, na linachimbwa kwa ajili yake yeye shimo. Fayuj'alu fihi, na anatiwa ndani ya shimo lile. Fayuja'u bil minshar, na unaletwa msumeno. Fayudhau ala ra'sihi,
na unawekwa msumeno ule juu ya kichwa chake. Fayushakku nisfaini, na anagawanya vipande viwili, kipande kinaanguka huku na kingine huku. Wama yasudduhu dhalika an dini, na halimzuilii jambo hilo na dini yake. Bali akasema wayumshatu biamshati alhadid ma baina adhmihi wa lahmihi, na mtu anachanwa na machanuo ya chuma chini ya nyama zake na mifupa yake. Chanuo linaingizwa katika nyama, alafu mtu anaichambua ile nyama kama nywele zinavyotanwa. Wama yasudduhu dhalika an dini, alhadithu inda al-Bukhari, na hilo halimzuili na dini yake. Mtume alayhi salam akasema wallahi, na hapa kwa Allah, la yutimanna Allahu hadha al-amr, Allah atalitimiza jambo hili la dini, Uislamu utatimia. Hatta yasira arrakibu min Hadramaut ila Sanaa la yakhafu illa Allah wadh-dhi'b ala ghanami walakinnakum tastajilun. Allah ataitimiza dini hii kiasi ambacho ardhi itaenea amani kwa sababu ya Uislamu. Msafiri atasafiri kutokea Hadramaut ya Yemen, hiyo atakata masafa mpaka Sanaa akipita mapori, la yakhafu illa Allah, itakuwa haogopi isipokuwa kumwogopa Allah. Wadh-dhi'b ala ghanami, na mbwa mwitu tu asije akavamia wanyama wake. Lakini kuhusu makafiri itakuwa wakati huo ni amani kabisa, na Uislamu umeshika hatamu. Walakinnakum tastajilun, lakini nyinyi mnafanya haraka vidume hivi. Wakanat, na alikuwa huyu mwanamke, taatibi alhadida almuhmati, anakuja na chuma kilichopashwa moto. Fatajaluha ala dhahrihi, na anakiweka hicho chuma juu ya mgongo wake Khabbab. Liyakfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ajili ya mkufuru Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam yakun yaziduhu dhalika illa imanan wa taslima, na halikuwa likimzidishia hilo la kuadhibiwa illa imanan wa taslima, isipokuwa ni imani na kujisalimisha kwa Allah. Wa kana almushrikuna aidan yu'adhibunahu, na walikuwa washirikina wanamuadhibu vile vile, wakimuadhibu Khabbab. Sio huyu mwanamke tu, na wengine pia walikuwa wakitoa mchango wao wa kuadhibu. Wa kana almushrikun aidan, na walikuwa washirikina vile vile yu'adhibunahu, wakimuadhibu yeye. Fayalwuna unuqahu, na wanaisokota shingo yake, wanainyonga. Fayalwun ay yalufun unuqah, fayalwuna unuqahu, na wanaisokota shingo yake. Wayajidhibuna sha'rahu, na wanazivuta nywele zake. Anasema waqad alqawhu miraran ala fahmi an-nar, na kwa hakika walimtupa mara kadhaa katika majivu ya moto. Majivu yamepata moto, wanamtupa pale. Thumma wada'u ala sadrihi hajaran thaqilan hatta la yaqum, kisha wanaweka juu ya kifua chake jiwe zito mpaka asisimame. Yani mahali moto umekokwa, imebakia majivu pale na mikaa ile ya moto, wanamlaza pale, kisha wanamwekea jiwe zito ili asiweze kusimama. Wakanat zinniratu amatan rumiyatan, zinnira, mwanamke shupavu. Wakanat zinniratu amatan rumiyatan, na alikuwa mwanamke zinnira amatan rumiyatan, ni kijakazi, mwanamke mtumwa wa Kirumi. Mwanamke huyu mwanamke wa Kirumi mtumwa akiitwa Zinnira. Aslamat, alikuwa mwanamke huyu ni mtumwa wa Kirumi, amesilimu.
fa'udhibat fillah, akaadhibiwa binti huyu kwa ajili ya Allah. Wa usibat fi basariha hatta amiyat, na akasibiwa. Na habari hii ameitaja pia kwa urefu al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa an-Nihaya radiyallahu ta'ala anha. Wa usibat fi basariha, na akasibiwa katika jicho lake, wakamtia jeraha katika jicho. Hatta amiyat, mpaka kapata upofu binti huyu. Faqila laha, pakasemwa kuambiwa yeye. Angalia washirikina walivyokuwa watu wajeuri hawa, wameshamuumiza, wanasema asabatki Allat wal Uzza, wamekusibu wewe mwanamke na hayo madhara. Allat wal Uzza, eti ile miungu yao, masanamu yao yale ndio yamemdhuru. Asabatki Allat wal Uzza, wamekusibu wewe na hilo janga Lata na Uzza. Faqalat, akasema Zinnira, la wallahi ma asabatni, hapana wallahi hawajanisibu mimi hao Lata na Uzza. Tauhid. Wa hadha min Allah, na hili ambalo limenipata latokea kwa Allah, iman. Wa inshaa, na Allah kitaka kashafahu, ataliondosha. Wanawake hao, si ndio? Huku watoto wa kike wamelelewa katika imani toka wamezaliwa, ni Waislamu, bila kupigwa kofi na mtu wala kuchapwa mjeledi. Wanawake wa leo kwa sababu ya mapenzi tu anaamua kuritadi, tena anakueleza maneno kwa ujasiri. Sasa nitafanyaje? Moyo huwezi kushindana na nini bwana, na moyo. Kwa maana umeamua kuritadi ule moyo wake, yale mahaba yalivyomjaa ya kumpenda kafiri fulani, basi moyo wake haumzingatii Allah wala dini yake wala Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anaritadi binti wa Kiislamu hali ya kuwa anakunywa soda, kwamba tayari bwana mimi nishawachana kule nyumbani, watajua wenyewe sasa, ni wewe tu sasa. Kidume kikafirisha ambiwa hivyo, kweli yamaliza mimi. Na pengine akawapata watetezi kwenye familia Waislamu, lakini maamuzi yake ashakuwa mkubwa huyo, maamuzi yake. Unajua mwanamke hana dini madayuthi yale, jinga kabisa. Dini ya mwanamke ni ya mume bwana. Allahu almusta'an. Wanawake walio leo wapate mazingatio na wanawake hawa, wanaishika dini yao na kuzungumza maneno ya imani na thabat katika haki walioijua katika kipindi kigumu cha kuadhibiwa. Ikiwa hawa ni wanawake wa kisahaba, wewe unadhani wanaume wao walikuwaje? Ndugu yangu, unaonaje hapa? Hivi sisi na wanaume wetu tunaingia katika swalaba ya wanawake hawa? Allahu almusta'an. Sikwambii hawa wanaume wanavyoacha dini kwa mambo ya kipumbavu tu, masalihi tu, mambo ya kimaslahi, hajapigwa wala hajashikiwa mtutu wa bunduki. Unaona bwana, hataki Uislamu. Na kuna wakati mwingine akatishiwa kwa mambo ya kawaida tu, tunatishiwa na kazi tu, kwa bana hapa tutaki Uislamu, ofisini kwetu hakuna kuswali hapa, mambo ya dini yako hapa sio msikitini hapa. Kwa hiyo vua kanzu kule, taki mambo haya, kula suti ile pale, mambo ya kuswali utajua mwenyewe, hapa swaliwi hapa, sio msikitini she hapa ni sehemu ya kazi. Wallah bwana, nitafanyaje bwana? Nitafuta ugali wa watoto, linaacha dini kwa sababu ya kazi.
Haya, ingekuwa tunashikiwa mijeledi na visu kama hivi, kutupwa katika moto, kuwekewa mawe, tungebaki na dini kweli? Kwa sababu ya dunia tu mtu yuko radhi na anakueleza kama vile jambo la maana kabisa. Vipi, mbona uko hivi bwana siku hizi? Kaka ofisi bwana, jamaa hapa bwana umetubana sana bwana. Sheikh, hujui kwamba kuna akhira na huo umri wako umekisiwa ni muda mfupi sana na kuna hesabu. Wewe utakwenda kumueleza nini Allah kwamba uliacha kusimamia misingi ya dini kwa sababu ya kazi? Mbona pana waumini wenzako wameshika dini zao na wanaishi mpaka leo na hawadhaliliki katika kazi hizo za kukosa dini? Wanafanya mambo yao, masaidia fundi huko, wabeba zege, wapasua kuni, wanaishi na Uislamu wao. Wewe una nini bwana? Dhaifu, udhaifu ni mkubwa kabisa. Sasa ingekuwa tunaadhibiwa ingekuwaje? Au hujaona wengine wanakimbia dini kwa sababu ya kuogopa maneno? Kuogopa maneno kweli ya watu. Na kama anataka kuja msikitini, kanzu anatia kwenye mfuko kwanza, na kuja kuivalia kwenye udhu. Sasa tunaonekana Mswahili, tunaonekana shehe. Kwa hiyo ule Uislamu pia anauonea haya, tia kanzu kwenye mfuko na kuja kuvalia msikitini. Anaogopa pia watu wasione usijui ni Muislamu. Na leo kukutana na jamaa zake, kumbe naye humo, sema mara moja. Pumbavu kabisa. Tumefikia hali mbaya. Huyu mwanamke anawajibu, ananiambia la wallahi ma asabatni, hapana wallahi hawajanisibu mimi hao Lata na Uzza. Wa hadha min Allah, na hili lilonisibu latokea kwa Allah. Wa inshaa kashafahu, na akitaka ataliondosha dhara hili la kwamba mimi sioni. Anasema shekhi hapa, fa asbahat min alghad wa qad radda Allah basaraha, akapambaukiwa mwanamke huyu siku ya kesho yake. Wa qad radda Allah basaraha, na kwa hakika amelirudisha Allah jicho lake. Kesho yake alipoamka anaona. Allah akamponya mwanamke huyu kwa salaba aliyokuwa nayo katika dini na thika yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa husnu dhann. Faqalat Quraish, wakasema Quraish baada yule mwanamke sasa kupona na kuona, hadha ba'dhu sihri Muhammadin, huu sasa ni baadhi ya uchawi wa Muhammad. Silikuwa hao ni jana huo, leo mbona naona huyo? Bismillahir rahmanir